Leo ni sikukuu ya Eid al-Fitri kuashiria kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na viongozi wa chama cha mpira wa miguu mkoani Pwani Korefa wasoma dua maalum ya kumwombea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wa TFF. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Mtazamaji, Eid Mubarak. Tunaianza taarifa yetu ya habari. Leo ni sikukuu ya Eid al-Fitri ambapo waumini wa dini ya Kiislamu nchini wanaungana na waumini wenzao duniani katika kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitri baada ya kumalizika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Akizungumza jana makao makuu BAKWATA Kinondoni jijini Dar es Salaam wakati wa futari iliyowakutanisha viongozi mbalimbali wa baraza hilo, Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali Mbwana alitangaza kuandama kwa mwezi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Baraza la Eid litafanyika kitaifa vile vile katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere baada ya salati al-asri mapema sana. Kwa hiyo nawatakia Waislamu wote Eid njema na swala njema na baraza la Eid jema, wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takiunganisha kipande. Katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi Mhandisi Zena Ahmed Said amewaambia vijana wasomi kuzikimbilia fursa mikopo ya elimu ya juu ili kupata wataalamu wa fani mbalimbali ambao watalisaidia taifa katika kuyakimbilia mabadiliko ya dunia ya sasa. Amesema kwa muda mrefu taifa limekuwa likikabiliwa na changamoto ya uhaba wa wataalamu wa fani mbalimbali, hivyo kutumia fursa za mikopo itawafanya vijana kusomea fani ambazo zitalisaidia taifa katika kukimbizana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Mhandisi Zena Ahmed Said, katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi, amesema kwa muda mrefu taifa la Tanzania limekuwa na ukosefu wa baadhi ya wataalamu, hivyo uanzishwaji wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu ni mkakati maalum wa kukabiliana na tatizo hilo. Hivyo ni vyema wasomi wakazitumia fursa hizo zinazotolewa na serikali za kupata mikopo. Tumechelewa sana kwa sababu ya kutokuwa na watu weledi wa kutosha, lakini kila tunavyoendelea wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo tunapongeza sana hatua hii ya kuwekeza kupitia bodi ya mikopo ya Tanzania, lakini na pia nipongeze juhudi za serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pia na yenyewe kupitia bodi ya mikopo huku na wenyewe wanafunzi wanaendelea kufaidika. Mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu Tanzania Dr. Bilkiwia ameelezea mafanikio ya bodi hiyo toka ilipoanzishwa mwaka 1994 mbele ya wadau wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu Tanzania. Tangu bodi imeanzishwa mwaka 1994 hadi leo tumetoa kwa kupitia serikali tumetoa jumla ya trilioni 8.32 kwa wanafunzi zaidi ya 834,000. Ukusanyaji wetu wa mikopo umetoka kwenye milioni 55. Sasa hivi tunakusanya jumla bilioni 198 kwa mwaka. Yote haya ni mafanikio ambayo kwa ujumla bodi ya mikopo imeendelea kuboresha huduma zake ili kuweza kutimiza jukumu lake ambalo liliopo ndani ya kisheria. Hayo yanajiri katika mkutano wa wadau wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu Tanzania katika kuelezea mafanikio yake na kuwashukuru wadau hao kwa mchango wao na kupata futari ya pamoja iliyofanyika katika hoteli ya Verde mjini Unguja. Jumakasi Channel 10 Zanzibar. Vijana nchini wametakiwa kuwa na uthubutu katika kuzikabili fursa mbalimbali zilizopo katika sekta ya kilimo pamoja na masoko ya mazao ya chakula kwenye maeneo ya mipakani, hatua ambayo itakayoongeza upatikanaji wa ajira kwa vijana na ushiriki wao kwenye uchumi wa taifa. Rai hiyo inatolewa katika mafunzo maalum ya mpango mkakati kwa vijana wa kuwafungulia milango ya masoko ya mazao ya chakula kwenye maeneo ya mipakani ili kuwanufaisha na mahitaji ya mazao hayo kwenye mataifa ya jirani. AGRA na YEFA wamekuja na target kubwa kwamba wanataka kuwasaidia wafanyabiashara hasa wa mipakani wanaouza mahindi, maharage, soya ili wajiingize huko kwa ajili ya kufanya biashara, kwa sababu viongozi wetu wamejitahidi kuondoa zile barrier au zile restriction ambazo ziko mipakani. Mkakati huo unaratibiwa kwa pamoja na mradi wa kuwasaidia vijana kuongeza mnyororo wa thamani ya mazao YEFA na Shirika la Mapinduzi ya Kijani Afrika AGRA, ambapo mwelekeo kwa sasa ni kuongeza ushiriki wa vijana wakiwemo mabinti
katika kuzitambua fursa zilizopo mipakani. Mipakani kuna fursa nyingi sana. Kwa mfano tukichukulia nchi zinazotuzunguka hazina uzalishaji wa kutosha wa chakula. Kwa hiyo kwa Tanzania katika eneo la agribusiness tuna fursa nyingi sana kwa vijana. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba kina mama hawa kwanza wanapata elimu katika kufanya biashara zao, lakini pia wanaweza kufundishika katika vikwazo ambavyo viko mipakani wanapofanya biashara zao. Kwa upande wao, vijana waliopo kwenye mpango mkakati huo wanabainisha kupata ujasiri na uthubutu katika kuyatafuta masoko yaliyopo mipakani na kuzikabili changamoto zinazoweza kujitokeza. Kitu ambacho tungeweza kufanyiwa vijana sana sana wa kike ni kusapotiwa na kuendelea kupewa mafunzo ya biashara yatakayotuwezesha kujikwamua kwa kipato. Tumerahisishiwa kujua namna ya kuripoti vikwazo ambazo tutakuwa tunakutana nazo, tutakavyokuwa tunakutana na hizo vikwazo na sehemu sahihi za kuripoti vikwazo hizo. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Serikali imewataka makandarasi wanaotekeleza miradi ya maji kwenye maeneo yaliyoathiriwa na janga la tope la Disemba 3, 2023 wilayani Hanang kwa njia ya operation kutokana na miundombinu ya maeneo hayo kuharibika na kusababisha ukosefu wa huduma hiyo kwa uhakika. Maelekezo hayo kwa wakandarasi hawa yametolewa na mkuu wa mkoa wa Manyara Quincy Ndiga wakati wa kikao cha kutiliana saini ya mikataba hii mitatu ambayo itagharimu serikali zaidi ya bilioni 3 na ikilenga kusaidia utatuzi wa changamoto ya maji kwenye maeneo haya yaliyoathiriwa na tope wilayani hapa. Wakandarasi hawa kazi ambayo wanakwenda kuifanya ni kwenye upande ambako tulipata changamoto ya maporomoko. Kwa kwanza ningependa mfahamu wakandarasi kwamba kazi ambayo mnakwenda kufanya si kama zile kazi za kawaida. Ni kazi ambazo tunakwenda kufanya kama operation kuhakikisha kwamba maeneo hayo maji yanapatikana. Kwa upande wa vijiji, skimu 4 zimepata shida kama ifuatavyo. Skimu ya Gendabi, intake na mabomba yake imeharibika kabisa, na vijiji 8 vya Gendabi, skimu ya Sebas, yani intake na mabomba yake yaliharibika. Skimu ya Bajomot, intake iliharibika. Skimu ya Nangwa, intake na mabomba yake. Baada ya kutiliana saini mikataba hii, wakandarasi hawa wakatoa shukrani kwa rais na serikali ya awamu hii ya 6 kwa namna ilivyorejesha imani kwa wakandarasi hususan wa ndani. Lakini tunashukuru serikali kwa kuona kwamba unapoajiri wakandarasi, kwanza unaweka ajira za kudumu, unazilinda, lakini pili unaendeleza uchumi wa Tanzania ambapo utazunguka hapo, na kubwa zaidi ameongeza sasa wakandarasi wa ndani wanaruhusiwa kufanya mpaka bilioni 50. Onyo hili kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Manyara Quincy Ndiga ni sawa na kusema mchuzi wa mbwa unywewa ukiwa wa moto. Kwa hela mliobili hapo si ndio fedha mliopewa? Kwa mmebili baada ya kuwa mmeshafanya survey si ndio? Na mkagundua kitu gani cha kwenda kufanya? Naomba tukatekeleze mradi katika muda uliopangwa. Mkoa wa Manyara ni marufuku extension za miradi. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Juma amewakumbuka watoto yatima mkoani Arusha kwa kutoa misaada mbalimbali zikiwemo zawadi za kudumu na matumizi kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitri. Akikabidhi misaada hiyo kwa niaba ya kamishna mkuu wa TRA, meneja wa TRA mkoa wa Arusha Deogratius Shuma amepongeza kazi kubwa inayofanywa na walezi wa vituo hivyo na kusema kuwa TRA kama sehemu ya jamii wakiwa wanakusanya kodi kutoka kwenye jamii, imempendeza kamishna mkuu kurudisha shukrani kwa njia hiyo wakati Waislamu wakielekea katika sikukuu ya Eid al-Fitri. Nichukue fursa hii kutoa wito kwa jamii kwamba waendelee kufanya kama alivyofanya kamishna mkuu. Ni jukumu letu sisi kama jamii kuendelea kuwalelea watoto hawa, lakini naamini kwamba kituo hiki kinavyozalisha, amesema kimeanza tangu 2006, kimeshazalisha watu wameshakuwa watu wazima. Kwa hiyo wameshageuka kuwa walipa kodi kupitia vyanzo mbalimbali vya mapato wanayoyapata. Kwa hiyo tunapowaletea kama hivi inakuwa ni rahisi kwao kujua kwamba wanao kujenga utamaduni wa kupenda kulipa kodi. Kwa upande wake mlezi wa kituo cha Joy of God Hope Sister Janet Ngopa pamoja na kuishukuru TRA
kwa msaada huo. Akatumia fursa hiyo kutoa ombi kwa kamishna wa TRA, ambapo meneja wa kituo cha kulea yatima cha Ummi Aisha Ali Shemkande pia ameshukuru TRA kwa msaada huo. Lile ombi la charitable status liko mbele yake kwa sababu mkoa wa Arusha ilishapitisha, walishakuja kunikagua na kuona. Naomba kamishna unifikiria kwa namna ya pekee, kwa sababu wengi wanatamani kunisaidia lakini wanashindwa kwa sababu sina hicho kibali cha charitable status. Shukrani na pongezi kubwa kwa mamlaka kwa kuweza kutufikishia zawadi hizi na sadaka hizi adhimu, hasa kwa kipindi hiki ambacho tukiwa tunaendea katika sherehe za sikukuu ya Idi. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Tunamshukuru hata kamishna, tunasema asante. Mungu ambariki, amzidishie mara 100 alipotoa, aendelee kujazwa mara 100 hata kwenye kazi zake, aendelee kufanikiwa. Mungu aendelee kumtia nguvu. Channel 10 mkoa wa Arusha inawapongeza Waislamu wote kwa kumaliza vyema mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuwatakia sikukuu njema ya Eid al-Fitri. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Mrajisi msaidizi sehemu ya usimamizi wa vyama visivyo vya kifedha TCDC Dodoma amekiagiza chama kikuu cha ushirika cha Latiku mkoani Katavi kuhakikisha wanasimamia wanachama kuwa waadilifu na kuwasimamia baadhi ya viongozi wasio waadilifu. Akitoa maagizo hayo kwa niaba ya mnajisi wa vyama vya ushirika katika mkutano mkuu wa 31, Richard Zengo, mnajisi msaidizi sehemu ya usimamizi wa vyama visivyo vya kifedha, amesema kuwa anawaonya wanachama wanaotolosha zao la tumbaku. Wakumbushe vyama vya ushirika na hakikisheni mnasimamia ulipaji wa wakulima kwa wakati, lakini hakikisheni wale wote waliokuwa wamekopeshwa fedha na mabenki wanarejesha fedha hizo. Ili chama kiendelee kuwa na sifa, maana yake lazima tuhakikishe mikopo ile imerejeshwa. Hivyo nawasihi na niwakumbushe kwamba hakikisha mnasimamia vyema. Peter Laurent Nyakunga ni mnajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Katavi, ameeleza kuwa vyama vya ushirika vinapaswa kujiunga na chama kikuu cha ushirika. Kwa maana hiyo, kwa kuwa sheria imeweka kwamba ni lazima chama cha msingi kuwa aidha wanachama wa chama kikuu katika mkoa ama kuwa wanachama wa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania. Baadhi ya viongozi wa vyama vya ushirika walikuwa na haya ya kueleza. Jukumu ambalo liko mbele yetu ni kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika vya msingi ambavyo sisi tunavisimamia pia na vyenyewe vinakuwa na mfumo kama huo. Lakini amesisitiza swala la uaminifu na uadilifu. Lakini kwa vyama humu tukipata viongozi wasio waadilifu, wasio waaminifu, wasiokuwa na uoga, kwa kweli hatuwezi kuwa na viongozi wa vyama vya ushirika walio makini sana. Lakini kwa sasa tuna vyama vyetu vinaendelea kusimama, vinaendelea kuwa vizuri. Katika mkutano mkuu wa 31, vyama vitatu vya ushirika vimeweza kujiunga na chama kikuu cha ushirika Latiko na kufanya jumla ya vyama 55 na kufanya idadi ya wanachama 23. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Emmanuel Katona. Taasisi ya wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam JIBA imeshuhudia matokeo makubwa ya soko maalum ambalo lilifanyika hivi karibuni kwa lengo la kurahisisha manunuzi kwa waumini wa dini ya Kiislamu wanaotekeleza ibada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja na waumini wa dini ya Kikristo walio katika kipindi cha Kwaresma. Akizungumza baada ya kutembelea soko hilo, waziri wa viwanda na biashara Suleiman Jafo alipongeza juhudi za taasisi ya JIBA na kusema kuwa ni mfano mzuri wa ushirikiano kati ya sekta ya biashara na jamii kwa ujumla. Waziri Jafo pia alifurahishwa na jinsi sekta binafsi inavyotanua wigo wa biashara kuleta manufaa kwa wananchi na kuendelea kuchangia maendeleo ya uchumi wa taifa. Kwa zaidi naona kwamba sasa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunaona milango ya biashara, milango ya uwekezaji inazidi kufunguka. Kwa hiyo naomba kushukuru sana wenzetu wa JIBA wanaoorganize jambo hili, lakini tuwashukuru sana wenzetu wa iTrust ambao wao ndio wafadhili wakuu wa jambo hili. Tuwaombe Watanzania wengine ambao au wawekezaji wengine wachukue mfano huu wenzetu wa iTrust ambao wao wameamua kuinvest kusupport jambo hili ambao ni jambo kubwa zaidi.
Ni waombe wa Tanzania tutumie fursa hii kuja kutembelea maeneo kama haya kupata bidhaa mbalimbali. Kwa upande wa mwenyekiti wa Jiba Dar es Salaam Limited Aljunaidi Hasham alieleza furaha yake kwa kuona soko hilo likikua kila uchwao, huku wafanyabiashara wakibadilika na kufanya biashara yenye tija zaidi kuliko awali. Jinsi tulivyoendelea kuwa na kukuza huu mwaka wa 4, naona wameshafika hatua ambayo wanaendelea, wamejiendeleza. Hata ukienda kuangalia parking zao, yani kwa kweli awamu hii wa mwaka huu wa 4 naona mabadiliko. Mwaka juzi tofauti na mwaka jana, lakini mwaka huu nimeshangazwa zaidi. Nimeona soko limekuwa kubwa zaidi ya double. Kwa hiyo kwanza nawapongeza ndugu zetu wa Jiba kwa kuandaa kitu kama hichi. Hii peke yake inapelekea sura ya mshikamano, lakini upendo na kushirikiana katika mambo ya kukuza uchumi wa Tanzania kwa ujumla wake. Wanaume wanakuja lakini wanakuwa kama wanasaidia wanawake zao au wake zao. And I think the ladies are doing a very good job. Wanawake oye! Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufanya mapinduzi katika sekta ya afya nchini kwa kuboresha huduma ya mama, taasisi ya mtetezi wa mama imewasihi wa Tanzania kuendelea kuipa ushirikiano serikali ili iboreshe huduma za kijamii. Kituo cha afya Kisesa wilaya ya Magu mkoani Mwanza ni moja kati ya vituo vya afya vilivyofanyiwa maboresho makubwa ya utoaji wa huduma za matibabu kwa mama na mtoto nchini, zikiwemo za upasuaji chini ya madaktari mahiri wenye kutatua changamoto mbalimbali za wananchi. Kutokana na maboresho hayo yanayohusu pia ukarabati wa miundombinu na vifaa vya kisasa vinavyotumika kutoa huduma, taasisi ya mtetezi wa mama wilaya ya Magu inajitokeza kuunga mkono jitihada hizo kwa kutoa misaada ya hali na mali kwa wagonjwa pamoja na kufanya usafi. Mwenyekiti wa taasisi hiyo Ngwani Masunga Nyanza amesema utamaduni huo ni endelevu na kwamba umeshafanyika katika vituo mbalimbali vya afya. Tunaendelea kufanya usafi katika mazingira ya hospitali ili tuweze kuimarisha usafi na vile vile mama na mtoto akae salama. Mama anajitahidi, anafanya mambo mengi, lakini tumekuja hapa tumefanya usafi. Hii tu ni pamoja na kumuunga kwa ajili ya jitihada zake anazozifanya. Kutokana na mapinduzi hayo yanayodhihiri katika sekta ya afya, wajumbe wa taasisi hiyo hawakubaki nyuma kueleza mitazamo yao. Mungu amemfunulia maono, amemuinua mama huyu, amekuwa mfano. Yaani kwa kuyashuhudia yote mazuri anayoyafanya, lazima tumesema sisi tuko tayari kumuunga mkono. Ukiacha tu hata hapa tulipo hospitali, ukienda Kigongo pale ile daraja sasa hivi limekamilika kwa 99%. Hivi karibuni karibia lifunguliwe. Mambo mengi ameyafanya. Tuna soko hapa mkoa wetu wa Mwanza. Hatutabaki nyuma, bali tunasonga mbele kumtetea mama yetu Samia Suluhu Hassani kwa mazuri anayoyatenda. Samia anatosha, kazi endelee, mitano tena. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua na kuthamini mchango mkubwa unaotolewa na wadau mbalimbali katika kuimarisha ustawi na maendeleo kwa makundi maalum, hususan watoto walio katika mazingira hatarishi, wazee na watu wenye ulemavu, katika mwaka wa fedha 2024-2025, jumla ya shilingi milioni 163,317 zimetumika kwa ajili ya kutoa zawadi za kuyawezesha makundi hayo kufurahi katika nyakati hizi za sikukuu. Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, amesema fedha hizo zinawawezesha kupata mahitaji yanayojumuisha vyakula na viburudisho. Sambamba na hilo, Rais ametoa vifaa mbalimbali kwa lengo la kuwaendeleza watoto na kuimarisha utoaji wa huduma katika makao ya watoto. Vifaa hivyo ni pamoja na vifaa vya shule, majiko, mashine za kufulia, majokofu na vitendea kazi mbalimbali. Jumla ya vituo 153 Tanzania bara na Zanzibar vimenufaika na zawadi za Mheshimiwa Rais. Na Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndio aliunda hii wizara, walau basi sauti za makundi maalum haya zikazidi kuimarika, zisisahaulike. Naye tuzidi kumuombea kwa sababu alithamini sana mchango wenu watoa huduma za kwenye vituo vya mahitaji maalum. Anathamini mchango wa watoto hawa tunaowahudumia, hivyo ataendelea kuwaunga mkono
kwa hali na mali katika kuimarisha huduma hizi za ustawi wa jamii nchini Tanzania. Kwa sadaka hii na pia tunamshukuru kwa vikubwa zaidi. Kwa mfano kwa upande wetu sisi chuo cha watu wenye ulemavu ametusaidia kuboresha majengo na miundombinu sasa hivi imekuwa stahiki kwa watu wenye ulemavu. Ametusaidia na anaendelea kutusaidia kugharamia vyakula na mahitaji yote ya watumishi pamoja na wanafunzi waliopo pale chuoni. Tunaomba ukifika huko tusemee kwa mazuri, aendelee kuwakumbuka watoto wenye ulemavu. Na sasa ni habari za michezo ambako tunaelezwa chama cha mpira wa miguu mkoani Pwani Korefa wamesema dua maalum kwa ajili ya kumwombea Rais Samia Suluhu Hassan pamoja chama cha mpira wa miguu mkoani Pwani Korefa wamesoma dua maalum kwa ajili ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wa TFF. Mwanahabari wetu Margaret Malisa ana taarifa zaidi. Mwenyekiti wa Korefa Robert Munisi anaeleza lengo la kuandaa iftari hiyo. Nimefurahi kwa 100% kwa sababu dua imesomwa na naamini hatupokei sisi, anapokea Mungu, na bila shaka kutokana na kazi zao Mwenyezi Mungu amepokea. Kwa hiyo kwetu sisi kama Korefa tumefurahi sana. Tumefurahi, na kingine Korefa ni mwanachama wa TFF. Na kwa mujibu wa katiba wanasema kila anachofanya yeye wewe unatakiwa ufanye. Ukiona tunafuturisha, hata yeye TFF alishafuturisha kule Tanga. Kwa hiyo sisi ni wajibu wetu FA zote za mikoa kufanya. Ukiona wana tuzo za TFF, na sisi lazima tuwe na tuzo. Ukiona wana Premier League, sisi tuna ligi daraja la 3. Yaani lazima tunakuwa navyo, lakini katika malengo tofauti. Kwa hiyo sisi tumefanya kama wajibu wetu kama chama cha mpira, lakini pia kutambua kazi nzuri ya Karia pamoja na kamati yake utendaji. Pamoja na iftari na dua, pia Korefa wako kwenye maandalizi ya usiku wa tuzo za Korefa. Kiacha hii tulioifanya leo, dua ya kuwaombea hao viongozi nilosema, lakini pia tuna usiku wa Korefa ambao tutaufanya tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka huu. Kwa hiyo yote haya ni katika kuenzi, kukumbuka michango ya watu wote hawa, lakini pia kutambua michango ya watu wanaofanya vizuri ambao wapo sasa hivi katika nafasi zao za uongozi. Tunawaalika wadau wa michezo, lakini wadau mbalimbali. Kama nilivyosema, mimi makamu mwenyekiti ndio mwenyekiti wa kamati ya mipango na fedha wa chama hiki cha soka cha mkoa. Kwa hiyo nawaomba na kuwakaribisha wadau mbalimbali waje tushirikiane. Great Malisa, Channel 10. Taarifa yetu ya habari, baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.